Oya mwamba, vipi mbona unabaki baki nyuma? Mwanangu, huu mzito mwanangu. Punguza kudaka mwanangu. Vipi wewe? Kaa vipi? Hebu mbebe na wewe mwanangu. Unaona kazi nyepesi au sio? Tuende mwanangu. Oya mwanangu, vipi? Mimi nimechoka mwanangu. Tutafuta sehemu tumzike mwanangu. Wewe unadeka sana. Kwanza kukimbia naye mbali mwanangu. Mimi nakwambia unadeka sana wewe ujue. Sikia mkuu. Tumzike, tutafuta sehemu tumzike bwana. Mimi nimechoka yani. Unachoka mwili wa mayai huo vipi? Wewe kaza basi mwanangu vipi? Tulia basi, hebu tuangalie mazingira. Mwanaume inabidi uwe mgumu mwanangu vipi wewe? Mimi mgumu lakini ndio nini tunatafuta sasa wewe vipi? Acha malalamiko bwana. Sasa mwanangu udongo pasta. Wewe acha kuzingua basi mwanangu. Mikutona makaratasi unaweza zania mikicha. Oya mimi sina furaha. Tulia mwanangu. Kaa mbali. Tulia basi mwanangu. Kaa mbali. Wewe mwanangu asije akagundua, asije akasamkia wananchi hapo. Kuna nani ataona wewe? Kama mada kesi. Huku tuko mbali. Kama jembe linatuzingua vile kama tunachelewa. Sasa hapa. Hii ni pasta tu mwanangu kazi. Kwa kazi aliyokufanya. Shika huko basi. Vipi mbona unalemba kwa nini? Bora. Basi vipi mwanangu? Unajua sana uko pole. Angalia vizuri kwa hivyo mwanangu. Bora mwanangu. Hamna. Hamna. Mkuu. Nini? Kama kuna mtu huku. Nimeshika kuna mtu huku mkuu. Acha kuzingua. Mbona unaleta mibangi kwenye kazi wanangu? Tumalize mkuu, tumalize. Mimi nikwambia punguza mibangi unazingua mimi kazini. Oya mwanangu. Yes. Mchezo umeisha huyu mwanangu. Hapa tumeshamaliza. Yaani hapa kibunda. Kitu cha kwanza hapa mwanangu. Lazima niende Green City. Naenda town kabisa. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Huyu baba kila nipita kuona kila nienda kuona mkuta. Bwana Yesu asifiwe. Basi wapendwa, naomba tukae. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Tulia. Kwanza anakizwa papa. Huyu muuaji kabisa kwanza. Kwanza unaona livuta bangi kabisa hivi. Sasa nini afande? Livuta bangi hili wewe. Mevuta bangi na kizwa papa. Inuka afande. Inuka. Umekosa nini afande? Inuka hapa afande. Inuka. Twende. Nataka. Huyu ndio ona huyu. Huyu katika eneo letu anasumbua serikali huyu. Huyu mara moja. Twende ndani, tembea. Tembea. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Wa kuabudu, basi nitakuwa nakaribisha. Kama kuna mwenye shida yoyote anaweza kapita mbele hapa tukamwombea kwa nguvu ya nabii.
Karibu pambio ya kuabudu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Basi wale wote wagonjwa, kama kuna wagonjwa basi wanaweza kupita mbele. Mungu kama wewe. Mungu wetu, wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hawa ndio wamepita mbele kwa ajili ya maombezi. Tunamshukuru Mungu. Basi tupate nane zao hapa kwa ajili ya maombezi. Unasumbuliwa na nini? Hebu tuambie. Ni kweli baba mchungaji, mimi nasumbuliwa na mimba ya miaka 2 mpaka sasa sijajifungua. Naomba maombi yako yaendelee kuniponya. Miaka 2 mama? Amina baba. Mpaka hapo upo unatembea na ni mzima? Amina baba. Pole sana. Asante baba. Mungu atakuponya. Asante. Lakini tuna mama mwingine hapa. Nilitaka kujua mama, shida yako ni nini hasa? Shida yangu mimi ni kiwete na miaka 5 sitembei.
Nahitaji huduma yako, nitembee, nifurahi kama wengine. Miaka 5. Lakini tokea kwa ukoo yako mama, ulizaliwa hivyo au ndio imekukuta ukubwani huko? Imenikuta ukubwani. Shida ilitokea nini hasa mama? Nilijikuta tu mwili wote unaniuma, afu nikawa siwezi kutembea. Miguu yangu inakufa ganzi. Asante, lakini Mungu wangu yupo, najua atakuponya. Amen. Asante. Lakini tuna baba hapa. Huyu baba kiufupi namuona tu kwamba shida yake ni kwamba haoni. Labda naweza nikamuuliza kwamba baba, katika shida hii naona kwako huoni. Hii shida umekutana nayo muda gani? Una muda gani nayo hii shida? Kwa kweli nabii, hii shida imenisumbua sana, na miaka 6 nikitembea hivi. Yaani kwa kweli nasumbuka sana. Nahitaji msaada wako nabii. Nahitaji msaada wako baba. Asante. Lakini kwa miaka 6 hiyo uliokaa kwa umri wako huu, najua imekukuta ukubwani huu. Ni kweli baba nabii. Mwanzo wa kunipata hii hali, kwa kweli nilishikwa na mshtuko tu wa kushuhudia kitu ambacho kwa kweli ni hatarishi sana. Kwa hiyo ilipelekea mpaka hali yangu kutokuona namna hii. Asante, lakini najua Mungu yupo, atakuponya. Asante. Mungu wa nabii yupo, atawaponya wote walioko mahali hapa. Basi tunaenda kwenye maombezi wapendwa. Kwenye maombezi, mama hapa amesema yeye ana mimba ndani ya miaka kama 2. Manake haoni zile dalili za kwamba anaweza kujifungua lini, kwa anatembea. Ni Mungu wa nabii, ninajua kabisa umesikia maombi ambayo tumeenda kuomba. Ninaomba kaende kumponya mtoto wako huyu. Bwana, ponye sasa. Umepona. Shangilia kwa Bwana. Piga makofi kwa Bwana. Piga makofi mengi kwa Bwana. Wewe Bwana, Mungu wa nabii, mtoto wako huyu sasa amesema yeye ni kiwete ndani ya miaka 5. Bwana, tunahitaji uponyaji wako. Tunahitaji miguu yake sasa ikapate nguvu. Bwana, tunahitaji uponyaji wako, kampone. Katika jina la Bwana wako sasa umepata uponyaji. Nimepona. Piga kelele kwa Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Mungu amemponya. Mungu wangu anaponya. Anaponya, anaponya. Sasa tunaenda kwa kipofu. Huyu ameniambia ndani ya miaka 6 haoni wala hajapata kuona nuru, lakini tunajua Mungu yupo, anaweza kumponya. Wewe Mungu wa nabii, tunahitaji Bwana uponyaji wako kwa mtoto wako huyu. Kwenye mtoto wako kama ulivyomponya yule kipofu, Bwana mponye sasa kwa wasaa huu kwa Bwana wetu. Bwana kaendelee kumponya. Amen. Baba, hapo vipi? Sioni mchungaji. Bado huoni. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wa nabii ni mwaminifu. Utaenda kupona. Naamini hilo, lakini baba, sijapona kwa kweli. Sijaona. Nimeona wenzangu wanafurahi, wamepona, ila mimi naona giza tu. Giza. Lakini amini kwamba Mungu yupo atakuponya.
ninajua Mungu yupo, atakuponya, Mungu wa nabii. Sasa wewe kwa kuwa tayari umesema shida iko pale pale, kwa kuwa naendelea na shughuli zingine za watu wengine kwa ajili ya maombezi, ninaomba nitakapokuwa nimemaliza shughuli zote hizi za maombezi na kuhitaji ufike ofisini kwangu ili shughuli yako tuendelee pale. Basi unaweza kaenda kwenye kiti ili niendelee na shughuli zingine. Karibu kwa ajili ya pambio wakati mtumishi wa Mungu anatoka. Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Na ninawapa masaa mawili, pasipopatikana vichwa vyenu halali yangu. Sema haja zote. Wapo wenzangu kama wawili hivi watatu. Wawili watatu. Sauti ya Mamlaka. Maana nimeona misukosuko mingi uliopitia huko barabarani wakati unakuja mahali hapa. Wewe ndio huamini kwamba mimi ndio mchungaji. Lakini simueleza jamani. Hapa ndio anaonekana mzoefu. Yaani wewe na mganga na mimi, ina maana ulikuwa unaona mume wangu? Nilikuwa naona mke wangu. Nimeshaona. Ila misukosuko ni sehemu ya safari ya maisha. Unatuhumiwa kwa kesi za mauaji. Heshima pesa, shikamoo makelele. Ni kweli kwa sababu lile shamba nimeona tukalilime mapema. Sawa, nimekubali, ila sasa sijaelewa nimemuua nani. Huna mali, eti unakuja kunioa. Nifanye nini? Labda nje niishi vipi kwa nyumba yako hiki? Si ndo haya nilikuwa nasema. Sijui nikuelezeje mke wangu ili uniamini. Utanieleza kitu gani? Power of God coming soon. Nguvu zako zishikiki Baba, nishike mkono niongoze Baba.